Kulikuwa na msiba mkubwa nchini Cuba mwaka 2016. Hiyo ni baada ya taa ya ukombozi wa nchi hiyo Fidel Castro kuzima, ikiwa imepita miaka 90 ya kuishi kwake duniani. Wambali na wakaribu walimuomboleza kiongozi huyo aliyebebea Cuba bendera yake ya uzalendo kwa dahari ya miaka. Watu wa rika zote waliungulika kwa ndani, huku askari wakikosa stahamala kwa kumpoteza kamanda wao aliyeshinda vita na majaribio. Viongozi wa dunia waliungana na raia wa Cuba kumuomboleza Fidel Castro. Rais wa Urusi Vladimir Putin alisema Fidel Castro alikuwa rafiki wa dhati na wa kuaminika wa Urusi. Naye rais wa China mjamaa Xi Jinping alisema Fidel Castro alikuwa rafiki mkubwa wa watu wa China na ataishi milele katika mioyo ya watu wa China na wale wa Cuba. Rais wa Mexico kipindi hicho Enrique Pena Nieto alisema Fidel Castro alikuwa rafiki wa Mexico na alisaidia kujenga uhusiano wa mazungumzo na mshikamano kati ya mataifa hayo. Kwa upande wake, rais wa Venezuela kipindi hicho Nicolas Maduro alisema Fidel Castro ni moja ya wale wapiganaji ambao walitoa maisha yao kwa ajili ya watu wao na mapambano ya ukombozi. Rais wa zamani wa Afrika Kusini Jacob Zuma alisema Fidel Castro alikuwa rafiki wa kweli wa Afrika Kusini na alitoa mchango mkubwa katika mapambano dhidi ya ubaguzi wa rangi. Naye rais wa zamani wa Ufaransa François Hollande alisema Fidel Castro alikuwa mtu mkubwa katika mapinduzi ya Cuba na aliwakilisha matumaini kwa watu wengi waliopigania uhuru. Kiongozi wa kanisa Katoliki duniani Papa Francis alisononeka kwa ndani na kusema, nimepokea kwa huzuni kubwa taarifa ya kifo cha Fidel Castro. Nchini Tanzania, kifo cha Fidel Castro kilipokelewa kwa huzuni. Rais wa Tanzania kipindi hicho Daktari John Pombe Magufuli alituma salamu za rambirambi kwa wananchi wa Cuba akisema, kwa niaba yangu na wananchi wa Tanzania tunatoa pole zetu za dhati kwa wananchi wa Cuba kutokana na kifo cha Fidel Castro. Fidel Alejandro Castro Ruz alizaliwa tarehe 13 ya mwezi Agosti mwaka 1926. Alizaliwa katika familia yenye uwezo wa kiuchumi. Babake alikuwa mkulima aliyefanikiwa katika biashara ya kilimo cha miwa na kumiliki mashamba makubwa kipindi hicho. Kutokana na hali nzuri ya familia yake, Fidel Castro alipata nafasi ya kusoma katika shule nzuri za binafsi, hasa shule za kanisa Katoliki. Akiwa bado mchanga na ubwabwa wa shingo hujamtoka, alionekana kuwa na tabia ya kujiamini, kupenda mijadala na kutetea kile alichoamini kuwa ni haki. Inaelezwa katika baadhi ya nyaraka kuwa Fidel Castro akiwa bado kijana mdogo alianza kuonyesha nia kupinga ukosefu wa usawa. Aliona tofauti kubwa kati ya maisha ya wamiliki wa mashamba na yale maisha ya wafanyakazi wa kawaida waliokuwa wakifanya kazi katika maeneo hayo, jambo lililomchosha fikra na akili yake. Baada ya masomo ya awali, Fidel Castro alikuwa mgeni wa mji wa Havana ambako aliendelea na elimu yake ya juu huku akipendelea masomo ya historia, jiografia na mijadala ya kisiasa. Kufikia mwaka 1945, Fidel Castro alijiunga na chuo kikuu cha Havana kusomea sheria, na hapo ndipo alipoanza kujihusisha zaidi na siasa, akipinga ufisadi na ushawishi wa Marekani nchini Cuba, sawa na kukosoa serikali ya Rais Ramon Grau kwa kile alichodai kuwa ni kushindwa kupambana na rushwa na vurugu za kisiasa. Kufikia mwaka 1947, Fidel Castro alijiunga mzima na chama cha Patro Orthodoxi, chama kilichoanzishwa na mwanasiasa Eduardo Chibas ambaye alikuwa akipinga ufisadi na kutaka mageuzi makubwa nchini Cuba. Castro alihusika pia katika harakati za kisiasa nje ya Cuba. Mwaka 1947 alishiriki katika mpango wa kumpindua Rais Rafael Trujillo wa Jamhuri ya Dominica, ingawa mpango huo kufanikiwa. Baadaye alisafiri kwenda Bogota, Colombia mwaka 1948 wakati wa machafuko makubwa ya kisiasa yaliyotokana na kuuawa kwa mwanasiasa George Gaitán. Aliporudi nchini Cuba, aliendelea kushiriki maandamano na harakati za kupinga ufisadi na kisha akapata ubavu wake mwaka 1948 kwa kumwoa Mirta Diaz Balart, na mwaka 1949 wakajaliwa mtoto wa kiume aliopewa jina la Fidel Castro Diaz Balart maarufu kama Fidelito.
Mwaka 1952 Jenerali Fulgencio Batista alifanya mapinduzi ya kijeshi na kuchukua madaraka kabla uchaguzi uliokuwa umepangwa kufanyika. Hatua hiyo ilimkasirisha mno Fidel Castro kwa sababu ilifuta matumaini yake ya kutumia njia ya kisiasa kutafuta mabadiliko nchini Cuba. Castro alijaribu kuishitaki serikali ya Batista kisheria mahakamani, lakini kesi hizo zilitupiliwa mbali. Na baada ya kuona njia za kisheria zikuwa na mafanikio, Fidel alianza kupanga mapambano ya silaha dhidi ya utawala wa kidikteta wa Jenerali Fulgencio Batista. Mnamo Julai 26 mwaka 1953, Fidel Castro aliongoza zaidi ya wapiganaji 100 katika shambulio dhidi ya kambi ya kijeshi ya Moncada mjini Santiago. Hata hivyo, shambulio hilo lilishindwa na wapiganaji wengi waliuawa na wengine kukamatwa, huku Fidel Castro akifanikiwa kutoroka kwa muda mfupi kabla ya kukamatwa na kufikishwa mahakamani. Katika kesi yake hiyo, Fidel Castro alijitetea mwenyewe na kutoa hotuba maarufu iliyokuja kujulikana baadaye kama historia itanihukumu. Aliilaumu serikali ya Batista kwa kukandamiza wananchi na kueleza sababu zilizomsukuma kuanzisha mapambano. Hata hivyo, alihukumiwa kifungo cha miaka 15 na alisukumwa gerezani kwa miaka 3. Alipoachiliwa mwaka 1955 baada ya kupewa